ametupa muda huu jioni angalau tukapata futari ya pamoja. Nimeambatana na mke wangu, lakini pia nawashukuru ndugu, jamaa na marafiki walionisindikiza. Tuko pamoja kupata futari hii ya jioni. Ndugu zangu Waislamu, utaratibu huu kwangu umekuwa ni mwendelezo. Miaka kadhaa iliyopita nimekuwa na utaratibu wa kufanana na huu, nikitoa sadaka kipindi hichi cha mwezi mtukufu zikigaiwa kwenye misikiti yetu. Lakini nikaona mwaka huu iwe tofauti kidogo, tupate muda wa pamoja na kufuturu pamoja. Hivyo namshukuru zaidi Mungu kwa sababu ametupa fursa hii ya pamoja. Tumekutana jioni hii kwa futari hii. Ndugu zangu Waislamu, nafahamu mko fungu la mwisho kwenda kwenye Idi, na nafahamu pia na sote tutakubaliana kwamba kipindi hichi ni kipindi cha toba, ni kipindi ambacho tunazungumza mema zaidi. Niwaombe kama kuna uwezekano hata baada ya kufungua basi uwe ni utaratibu wetu tuishi tukimtukuza Mungu na kufanya yaliyo mema. Hili ndugu zangu litasaidia kutengeneza jamii nzuri, maana watoto, vijana na watu wengine wanaokuwa na kutuzunguka wataendelea kutuiga na kutufuatilia. Hivyo niwaombe tena na nitoe rai kwa viongozi wetu wa dini, lakini na kwa Waislamu na waumini wote kwa ujumla. Alikuwa anazungumzia mgeni wetu hapa kwamba kipindi hichi cha mwaka huu ni kipindi cha uchaguzi. Maana yake ni mwaka wa uchaguzi. Na huu ni fungu la kundi la 10, kundi la mwisho na mpaka usahihisho kutoka kwa katiba. Kwa hiyo ni kipindi muhimu sana kwa toba. Sasa niwaombe ndugu zangu, kwa maana ya viongozi wetu wa dini, lakini ndugu waumini kwa ujumla wenu wote, tutumie fursa hiyo pia kuombea taifa letu kipindi hichi cha uchaguzi. Niwaombe sana tumtangulize Mungu atukuishe salama. Lakini sio hilo tu, tumuombee Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ili pia atuongoze na kukuisha taifa letu katika kipindi hichi cha uchaguzi.